Wote kama tunavyokumbuka kwamba kama taifa tulikuwa na zoezi la uchaguzi mkuu, na kusema kweli toka kuja kwa vyama vingi au kurejeshwa kwa mfumo kwa siasa za vyama vingi, tulikuwa kwa mara ya kwanza tumepata changamoto ambao tumekuwa na uchaguzi ambao kimsingi chama kikuu cha upinzani hakikushiriki uchaguzi husika kulingana na kutozingatiwa kwa maoni yake na masharti yake na matakwa kilichowasilisha kuhusu namna ambavyo uchaguzi ulitakiwa kuendeshwa, kanuni za uchaguzi zilitakiwa kuwa, tume ilitakiwa kuundwa. Zoezi ambalo lilianza vile vile kwa kushahidizwa na tume ya uchaguzi yenyewe ambayo ilikiondoa chama hicho kwamba hakitashiriki uchaguzi kwa sababu hakijasaini kanuni za maadili. Kwa hiyo zoezi la uchaguzi kama ilivyo ada, kama katiba yetu inasema kwamba mamlaka yanatoka kwa watu, na ukisoma muktadha mzima wa ibara ya 5, ibara ya 8, ibara ya 9, ibara ya 20, hata 26, zote zinakuonyesha kwamba kupitia mfumo wa uchaguzi ndio mfumo ambao wananchi wanajipangia namna ambavyo wanataka mambo yao yaendeshwe, namna ambavyo wasimamizi au wawakilishi wao katika ngazi mbalimbali za maamuzi, hususan ubunge na urais, wanavyotaka uwe. Kwa hiyo kwa uchaguzi wetu huu uliofanyika umepata na changamoto kubwa ambazo kimsingi ni changamoto ambayo sio tu zimeathiri thamani ya uchaguzi husika, lakini vile vile zimeathiri integrity yetu kama taifa. Sisi tulikuwa na tabia, desturi ambazo wengi walikuwa wanajua hizi ndio desturi za Kitanzania. Tulikuwa sisi ni watu wa amani ambao tumezoea kuzungumza. Sisi ni watu tunaoamini katika utu, siasa za utu, ubuntu. Wenye kusema ubuntu, yani ule na wengine wa Bantu wanasema ubuntu, yani utu. Tunapozungumzia utu tunasema kuthamini uhai, kuthamini ubinadamu wa mwenzako, kukubali diversity na kutambua umuhimu wa kuishi pamoja kwa kuvumiliana. Haya ndio yanayoitwa utu kwa ujumla wake. For the first time tumeona matumizi ya silaha, vita dhidi ya wanaotakiwa kuwalinda raia na raia kwa muktadha ambao sijawahi kushuhudia. Nimekuwa nikiona South Sudan, labda mashariki ya Kongo, nimewahi kuona, tunaona mashariki mbali kule Israel na Palestina. I never expected kwamba tuna askari wanaweza kuwa na kiu na hamu ya kushambulia na kupiga wananchi risasi kwa kiasi kile. Sikutarajia kwamba tunaweza tukawa na jeshi au watumishi wa umma ambao wanaweza wakawa na uvumilivu na ujasiri wa kuvumilia mauaji ya namna ile. Tumeona watoto wadogo wameuawa, akina mama wameuawa ndani nyumbani, sio kwenye maandamano. Maiti za watu hazipatikani, watu hawapati ndugu zao kuwazika. Na hili mimi nina uthibitisho nalo kwa sababu tuna ndugu ambaye aliuawa, na nadhani ni mmoja wa watu wa kwanza kabisa kuuawa, na maiti yake ikaonekana kwa sababu aliuawa karibu na nyumbani kwake. Kapelekwa Mloganzila. Alafu labda mochwari ya Mloganzila ikageuka inakula nyama za watu, kwa sababu baada ya hapo hatupati maiti yake. Hiyo ni tukio ambalo nakuthibitishia ni moja ambalo tumeliona, na malalamiko ni mengi ya wananchi. Kwa zoezi zima la uchaguzi naweza nikaita ni uchaguzi wa giza. Tumekuwa na hali ya giza, hali ya huzuni isiyomithilika, na ni hali ambayo imeonyesha sura tofauti sana ya viongozi wetu kwamba hawathamini utu, hawapendi kuwajibika,
na hawako tayari kubeba lawama ya makosa wanayoyasababisha. Kwa sababu unapokuwa kiongozi, sio lazima kosa ufanye wewe. Hata unapofanya walio chini yako, unachukua hatua za uwajibikaji, ikiwemo kukiri ukweli na kutafuta namna bora ya kuliongoza taifa kutoka hapo lilipo. Tuna wabunge, for the first time tuna ubunge, tuna rais, wote wanaogelea kwenye damu za Watanganyika, mamia kwa mamia waliouawa. Tumeona bunge linafungua shughuli zake, halijazungumza chochote kuhusu watu hawa. Tumeona viongozi, rais anaapa, hajazungumza kuhusu hatima ya uhai huu uliopotea. Uhai ni zawadi inayotolewa na Mungu na ambayo lazima itolewe kwa utaratibu. Tukitaka kuua, tuue mtu kwa sheria tulizojiwekea. Nasema kwamba nilikuwa nimeona hali isiyokuwa ya kawaida kwa mashambulio yaliyokuwa yakifanyika kwa sababu ya namna risasi na maeneo ya risasi ambayo wananchi walikuwa wakipigwa: shingoni, kichwani, kifuani, tumboni, mgongoni. Kwa hiyo obvious muuaji alilenga kuua, sio kuneutralize au sio kumzuia mwananchi au muandamanaji asiendelee kufanya uhalifu au kuandamana, lakini aliua. Hatukuona matumizi ya vifaa kama tear gases au vifaa vingine ambavyo vinatumika kudisperse au kutuliza wananchi, au hatukuona ule uweledi wa kitaaluma. Jambo linatupelekea tuamini kwamba kwa sababu wenzetu walitamka na kulikuwa na matamshi yaliyotangulia uchaguzi kwamba watakao andamana watakiona. Nadhani hiki kilichotokea ndicho tumekiona, lakini kinachosikitisha ni kule kwenda kushambulia wengi ambao hawakuwepo hata kwenye maeneo ya maandamano. Lakini tunajiuliza, je, maandamano haya yalikuwa na uhalali? Kimsingi lazima tukubali kwamba vijana hawa walilazimishwa kuandamana kulingana na vyombo vyetu tulivyovipa dhamana kuleta matumaini na kuonyesha vinalinda uhai, vilishindwa kufanya kazi yake. Mahakama ilipopelekewa malalamiko ya watu kupotezwa, kutekwa, hata ilipotaja majina ya maaskari, ikataja namna walivyotajwa, mahakama ilikuwa busy sana kufanya mazoezi ya kiufundi, kuwapa ugumu wananchi, mpaka kusema kwamba hata wengine wanaambia hujaweka force number. Mtu anatajua jina la askari, mahali anapopatikana, sehemu anapopatikana. Baada ya kuilazimisha serikali itoe maelezo ya nini kilichojiri, mahakama inalazimisha victim atafute mpaka force number ili kuthibitisha kwamba habeas corpus hapo inatakiwa isimame. Sasa katika mazingira kama yale, wananchi wanakata tamaa. Bunge limekataa kabisa kukubali kwamba kuna utekaji na upotezwaji wa watu. Katika mazingira kama hayo, wakati bunge ndo tutarajia liwe sauti ya watu, likinyamaza, watu watafanyaje? Binadamu ana akili. Hata ng'ombe huwezi kumweka tu zizini unamfanyia ukatili, ata retaliate. Kwa hiyo ndipo tupofikia, na hili ndio sababu ya kwanza vyombo vyetu vya maamuzi kuparalyze na kushindwa kutoa maamuzi yanayoleta tumaini kwa watu. Kwa sababu tunaona, kwa mfano nikupe tukio mahususi la Kombo Mbwana lililotokea Tanga. Ametekwa kwa siku 29. Amepatikana. Mahakama inatoa amri. Law enforcers wanakataa kutekeleza amri ya mahakama. Mpaka katiza sijui sarakasi gani huko, hiyo sitaka likapotelea. Wote ule ni ushahidi wa nani anayehusika na hivi vitendo. Na kila mtu, usichukulie hili jambo in isolation. Chukulia hili jambo kama muendelezo wa jambo lingine, kuonyesha impunity kwamba watu wetu na vyombo vyetu haviamini katika haki za binadamu, haviamini katika utawala bora, haviamini katika utangamano wa kitaifa, haviamini kwamba utu ndio msingi wa maamuzi. Ukisoma ibara ya 9 ya katiba, sheria zetu, maamuzi yetu, mipango yetu, vipaumbele vyetu lazima vilenge kulinda utu wa Mtanzania, kulinda haki za Mtanzania, kuweka mifumo mizuri itakayohakikisha utawala bora, utawala wa sheria, na uwakilishi na usawa wa watu wa jinsia zote, bila kujali huyu ni mlemavu, huyu ni mwanamke, huyu ni mtoto, huyu ni nani. Ndio mazingira makubwa ambayo natakiwa tufanyie maamuzi. Lakini very unfortunately tumepata viongozi ambao whenever they stand to talk
they breathe fire. Yani watu wanapotarajia neno la tumaini wanakuta kauli ambazo ni watu wanapumua moto tu. Hawaleti tumaini, hawatoi kauli za kuunganisha taifa, hawatoi kauli. Ukiondoa Mtaka, Mheshimiwa Mtaka nilimsikia wa Njombe, angalau yule unaweza kuona, you can see some leadership trait in him. Yani katika tukio lote hili it's only Mr. Mtaka ambaye ameonyesha leadership traits. Wengine wote wameonyesha ukatili usiomithilika ambao hata sidhani akina Pol Pot tunaozungumza, akina Idi Amin, akina Bokassa, akina nani, they did this open this way, kwa sababu mauaji yaliyofanyika ni makubwa sana. Kwa hiyo kingine ninachokizungumza ni kwamba uchaguzi huu umeligawa taifa na taifa limegawanyika. Uchaguzi huu umeondoa ushirikiano, umeondoa undugu na umeleta uadui. Aliyeshinda hawezi kuvaa nguo zake kwa ufasaha na kukatiza mtaani kwamba ameshinda. Sasa unakuwa na ushindi gani unaogopa kusherekea? Maana yake unajua what are the sources ya ushindi ule. Tumesharudi hapo kwamba mtu anashinda lakini anaogopa hata kutembea na nguo zake kusherekea ushindi. Lakini vile vile ukiondoa taifa kugawanyika, taifa liko kwenye sintofahamu. Watu wanajiuliza tunatokaje hapa? Na kinachonisikitisha ni kwamba wale waliokuwa mabingwa wa kuhubiri amani wakati tunasema jamani kuna haki zinakiuka, sasa hizi ndio wanajaribu kutaka kuja kutufundisha tena tuwe watulivu. Mara ya kwanza walisema amani, sasa wanakuja na kauli ya utulivu. Hatuwezi kuwa na utulivu katika mazingira kama haya. Nilisema na ninarudia tena, tunahitaji haki, ukweli na uwajibikaji kama msingi wa kututoa hapa tulipo. Na tunaomba wale wote waliokuwa wakihubiri amani wakae kando kwanza, kwa sababu ni sehemu ya maafa haya. Wale viongozi wa dini, sio wa mikoani, wanajiita sio kamati za amani na nini, wakae kimya kwanza, kwa sababu chochote wanachofanya ni kumwaga chumvi kwenye